Na mtazamaji, tuelekee mahakamani kama mwenzangu alivyosema, ambapo seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtata amewasilisha kesi mahakamani kupinga mamlaka ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya kukagua, kubatilisha au kuhesabu upya matokeo ya uchaguzi katika kituo cha kitaifa cha kuhesabu kura. Omtata alisema kifungu cha 39 cha sheria ya uchaguzi ambacho kiliratibisha kuzinduliwa kwa kituo cha kitaifa cha kukagua na kuhesabu kura kinakiuka katiba na kutoa fursa ya kuibua mchanganyiko au kuhujumiwa kwa kura. Kwenye kesi hiyo, mwanasheria mkuu pia alikosolewa kwa kukosa kuishauri serikali kuhusu uhalali huo kuambatana na katiba. Kwenye kesi iliyotajwa kuwa ya dharura, seneta huyo anadai kwamba mamlaka hiyo ni kinyume cha katiba. Kwenye kesi hiyo, Omtata anadai vifungu nambari 86 na 138 vya katiba vinafafanua uwazi na mpangilio wa kuhesabu kura na kumtangaza mshindi kwenye uchaguzi wa urais katika ngazi za maeneo busi ya kukaguliwa kwa kura katika ngazi ya kitaifa. Omtata anadai katiba inapendekeza kwamba kura zihesabiwe katika vituo vya kupigia kura katika maeneo bunge na kura hizo kutangazwa hadharani na wasimamizi wa uchaguzi ambao matangazo yao huchukuliwa kuwa ya mwisho. Seneta huyu alisema kwamba sheria iliyopitishwa na bunge la kitaifa na masharti yaliyobuniwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka yaani IEBC yamekarabatwa kinyume cha sheria na kubuniwa kwa kituo cha kitaifa cha kuhesabu kura kinyume na maelezo ya katiba. Kesi hiyo pia inamkosoa mwanasheria mkuu kwa kukosa kuishauri serikali kuhusu uhalali wa hatua hiyo, huku bunge likikosolewa kwa kupitisha sheria inayohujumu katiba. Kwingineko, Jaji Alexander Muteti ameagiza kesi ya mauaji Agnes Wanjiru aliyeuawa na mwanajeshi wa Uingereza huko Nanyuki mwaka 2012 kutajwa tarehe 16 mwezi Disemba. Hii ni baada ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuifahamisha mahakama kwamba mshukiwa huyo Robert James Parkes anazuiliwa na maafisa wa Uingereza. According to the information we've been given by our extradition department, there is a case management. The matter is scheduled for case management on the 9th of December. We are saying that the wheels of justice are moving properly thanks to the Kenyan government and the cooperation of the UK government regarding this matter and ensuring that justice is done. We are also appreciative of our court that the Honorable Judge has agreed that we mention this matter every month. We are now positive that finally we will be served justice after waiting for that long. Yeah, we are pleased with how the things are going on now. Na mwanaume aliyejizingiza kuwa brigedia wa jeshi aliyekamatwa kwa kusambaza barua bandia ya kuajiri wanajeshi na kuzuiliwa kwa siku 7 alifunguliwa mashtaka rasmi. Akifika mbele ya hakimu mkuu Dolphina Alego, Joshua Mutui Muimi alikanusha mashtaka dhidi yake na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1. Kesi hiyo inatarajiwa kusikizwa tarehe 2 mwezi Disemba mwaka huu. Ruth Wamboi, Darubini.